Mwanamichezo, karibu sana nifuatilia 24/7 Media. Mimi ni Shabani Bushiri, niko hapa kukupa update mbalimbali za kimichezo. Kuna mchezo wa Simba dhidi ya Coastal Union. Hapa ni Meja Jenerali Isamuhyo, nikiwa mbele kabisa ya barabara na lile jumba la dhahabu ambalo wapinzani ni Africans walitumia, nikiwa mbele kabisa ya uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo. Vilabu vyote viwili vimewasili hapa kwa lengo la kucheza mchezo huu ambao watazama kwa ukubwa sana baada ya Simba Sports kucheza michezo yake mitatu kanda ya Ziwa na kufanikiwa kupata ushindi mechi zote tatu, huku wakishinda michezo kwa mabao mawili, lakini wameruhusu michezo miwili, na inazungumza sana kwa nini wao waruhusu mabao, kwa nini wasitoke na clean sheet zote. Lakini baada ya jana kwenye press conference walizungumza kwamba kocha Matola na mchezaji wake Abel ya kwamba leo wamejipanga kutoruhusu mchezo wote ule, kwa maana wamejipanga kwa ukubwa zaidi, safu ya ulinzi iko bora na safu ya ushambuliaji kwa lengo la kuzuia pia pale ambapo wanakuja kwa kasi wapinzani. Coastal Union michezo yao miwili, mmoja wakifungwa na mmoja wakipata sare, ya maana wana alama moja, na leo wanakuja kuvunja uteja dhidi ya Simba Sports Club. Na Dumbia wanakuambia leo lazima afanye makubwa, lazima ashinde. Ina maana baada ya michezo mitatu ya yote waliocheza Simba kuto kupata bao hata moja, kwa maana Dumbia leo akifunga, washabiki wa Simba na wanachama ni furaha tele, wapinzani watakuwa hoi. Lakini wapinzani wanakuambia Dumbia leo ndio siku yake ya mwisho na atapewa mabegi yake na kupelekwa kwao. Ina maana performance itakwenda shuka, lakini pia hatopata bao hata moja. Nani ukiibuka kidedea kwenye mchezo wa leo? Je, ni Coastal Union wanamangush wa Tanga au ni Simba Sports Club Mwanalunyas ambaye anahitaji sana kuondoka na clean sheet kwenye mchezo wa leo? Mimi na wewe tunatakiwa tutazame dakika 90 ambazo zitakutoa kimasomaso, ambazo tutatoa kimasomaso mashabiki wote wa Simba Sports pamoja na Coastal Union ambao wamejitokeza kwenye uwanja wa Meja Jenerali Isamuhyo hapa Mbweni. Mimi ni Shabani Bushiri ambaye nitakujuza yale yote ambayo yanaendelea ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Fuatilia 24/7 Media ambayo itakupa update mbalimbali za kimichezo. Nyuma ya kamera Kamanda Sure. Kwema mama? Kwema, habari yenu? Safi, shikamoo. Mahaba wazima? Wazima, naona mapema sana leo. Sana tu, nimewahi na nina furaha sana ya kutaka kupata point 3 tena. Maana tangu nilikotoka Bukoba, Mwanza, Singida, nimekusanya pointi zangu 3 na kadi zangu 3. Kwa hiyo bado nataka tena hapa. Wana Simba wanasema, baadhi ya mashabiki wengine ambao washabiki Simba wapinzani hawa wanasema leo kuna kadi yoyote kutokana na ugumu wa mchezo dhidi ya Coastal Union? Yaani mimi ninachokuambia leo, iwe tumeshinda, tumeshindwa, kadi nyekundu tunaitaka. Unaitaka? Kwa nini sasa? Tushazoea mazingira yetu ya kadi nyekundu. Wewe umezoea kadi nyekundu kiasi kwamba unaitaka? Yaani nakwambiaje, leo pia tunaitaka. Mama Boko jana msemaji wa Coastal Union Diego alisema Dumbia leo ndio siku yake ya mwisho kusalia Simba, atachukua na mabegi yake ataondoka kwao. Yeye ndo kaongea. Kaongea yeye. Msemaji wa Coast. Kisa nini? Performance ya Dumbia sio mzuri, anakuambia kwa siku leo itakuwa. Sasa mimi naongea kama mama yake Dumbia, Mama Boko, nadhani mnanijua. Dumbia tunaye na mnatamba nalo. Vaibu tunalo na mnatamba nalo. Na pesa iko benki na tunatamba nayo. Pesa iko benki na Dumbia tunaye, Vaibu tunalo na pesa iko benki. Leo mchezaji gani ambao unamwona leo anatoa Simba kimasomaso? Mimi babangu wage sichagui, kwa sababu wachezaji wote ni wanangu. Kwa hiyo simchagui mtu yoyote atakayefanya vizuri. Na ninamwomba leo Dumbia kama ananisikia afanye vizuri ili tutokane na zile adhabu na yale maneno ya matusi na zile kashfa ili zitoke. Naomba mwanangu leo afanye vizuri. Lakini wanasema hata kama akiingia performance hairidhishi. Ndio mimi nimekwambiaje, sisi tumempa muda na ninavyokuambia mimi atafanya vizuri. Hao wanaotegemea kwamba Dumbia afanye vizuri, atatoka sio atafukuzwa atafanyaje, wakae watulie. Lakini Dumbia tunaye na tunatamba naye na atafanya vizuri. Ile Mpanzu inawezekana mwalimu akaanza naye kutokana na force number 9. Matumaini yako ni yakoje kwa Elia? Yule tena mwanangu, siongei mengi kama kazi. Ninavyomjua mimi, akitokea benchi analo, akianza analo. Leo inawezekana akarejea Duchu. Na tunajua uwezo wa Chilambo pia kwenye michezo miwili. Unatamani nani mwalimu aanze naye? Kwa mimi ninachotamani kikosi atakachoanza nacho antilia hao watu.
Kwanza mimi nina furaha sana. Nina furaha sana. Kwa sababu tangu tuanze hatujapata zero wala pointi moja. Tunapata pointi 3 na ninachoomba namwombea Mwenyezi Mungu pia awajalie tuzidi kuendelea hizo. Na leo mkishinda mnakaa kileleni. Ndio maana yake na tunataka tunapenda. Ila naomba hata tukishinda kadi yetu nyekundu watugee. Okay. Hata kama mjafanya makosa. Hata kama hamna kosa tunataka kadi. Maboko bwana. Tunataka kadi. Mashabiki wenzio wanalalamika kadi, wewe unahitaji kadi. Mimi ndo naipenda afu naitaka. Naomba jamani leo hata kama tutafanya vizuri kadi nyekundu tuandalieni. Tunaitaka. Lakini mnawapa wakati mgumu wachezaji wenu kwa baadhi ya mashabiki ambao wanawazungumza kuhusiana na hiyo kadi nyekundu. Ndio maana tukasemaje, kwa sababu kadi nyekundu zinatokana na makosa, lakini kuna kadi moja ilikuwa haina makosa. Kadi ipi sasa? Kadi ya Singida. Kwa hiyo tunachotaka sisi ile kadi iendelee tena, tukicheza tena leo tunaomba tena kadi nyingine. Mamboko nikushukuru. Na nataka nikwambie. Nashukuru sana jamani, Malawi inaenda. Yaani jamani, mkae watu wote mjue Mama Boko naenda Malawi. Namshukuru kada mwenzangu, mwana Simba mwenzangu Amos Makala amenilipia jamani nauli na pesa ya kula kwenda Malawi. Jamani namshukuru Mwenyezi Mungu amzidishie. Afu mwana CCM mwenzangu yeye nashukuru sana jamani kanilipia nauli. Malawi tunakuona. Jamani, yani msio na shida, naomba tena mnitafute mkiniona Malawi. Nashukuru sana, nampa shukrani. Passport unayo? Jamani kila kitu tayari, sasa nitaenda hivi. Una manjano? Passport afu nayo kubwa ya kitabu. Ya kitabu. Allah. Kama zao. Sio ile karatasi. Na kadi, kwa hiyo namshukuru sana.